عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة المذنبة بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. يقول الله سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. Baadakum himidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma bwana wa viumbe mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu katika iman, na wahusia pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa hakika mafanikio yetu yako katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الله سبحانه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Ndugu katika iman, tunaingia katika mwaka mpya wa Kiislam, al-aam al-hijri, mwaka wa 1448. Tunapokea mwaka mpya wa Kiislamu na tunapokea pamoja nayo kumbukumbu, dhikra, hijra ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hijra ya Mtume sallallahu alayhi wasallam haikutokea katika mwezi wa Muharram. Hijra ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ilitokea katika mwezi wa Rabiul Awwal. Lakini Sayyidina Umar radhiyallahu anhu alipokuwa ni khalifa, akatabani kalenda ya Kiislamu ya kwamba ianze mwaka ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya hijra kutoka Makka akaenda Madina, kwa sababu tukio hili lilikuwa ni tukio kubwa sana. Ni tukio ambalo kwamba kila mmoja alikumbuka. Ni tukio ambalo kwamba limewatoa Waislamu kutoka katika hali likawapeleka katika hali nyingine. Kwa hiyo na sisi tunapokuwa ni wenye kupokea mwaka mpya, hapana budi kuweza kulieleza tukio kama hili na durus na ibar, mazingatio yanayopatikana katika tukio kama hili. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii niliyotangulia kuisoma akasema illa tansuruhu. Aya hii imeteremka katika matukio ya vita vya Tabuk, ikiwa Waislamu hawakutoka kumnusuru Mtume sallallahu alayhi wasallam na kunusuru dini yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bas faqad nasarahu Allah. Fahamuni ya kwamba Mwenyezi Mungu alishakwisha mnusuru Mtume sallallahu alayhi wasallam. idha akhrajahu alladhina kafaru thani ithnain idh huma fil ghar. Hii ilikuwa ni itab ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa wale ambao kwamba hawakutoka katika vita vya Tabuk. Ikiwa nyinyi hamkumnusuru Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alishamnusuru Mtume sallallahu alayhi wasallam siku alipotoka, siku ya hijra, thani ithnain idh huma fil ghar, ikiwa wako watu wawili pangoni. Idh yaqulu li sahibi, Mtume sallallahu alayhi wasallam mwambia mwenzie sahibu wake Abu Bakar radhiallahu anhu, la tahzan inna Allah ma'ana. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye kwamba amemnusuru katika hali ambayo Makuraish walikuwa wamtafuta Mtume sallallahu alayhi wasallam na walikuwa wameshatoa fidia ngamia 100 kwa kichwa cha Mtume sallallahu alayhi wasallam na ngamia 100 kwa kichwa cha Sayyidina Abu Bakar radhiallahu anhu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamnusuru Mtume sallallahu alayhi wasallam, akatoka baina ya Makuraish, akapita katikati yao na akawa ni mwenye kutimiza safari yake adhimu, safari ya hijra. Ikhwani fillah, tunapozungumza tukio hili
lazima tuanze mwanzo ndio tupate kufahamu vizuri na tuelewe kwa nini Makuraish waliweka mkao na mkutano wa dharura, mkutano wa kipekee, na kuonyesha mkutano huu ulikuwa ni mkutano wa dharura. Alihudhuria Iblis pia kwa sifa ya kwamba yeye ni Sheikhun Najdi. Makuraish kwa nini wamekaa katika kikao cha dharura kama hiki kuzuia safari hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Makuraish waliona hatari ambayo kwamba iko mbele yao. So Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kufanya dawa katika mji wa Makka kwa muda wa miaka 13, waliosilimu wakawa ni wale wale, hawaongezeki. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda kwa makabila kutafuta nusra, akaenda mpaka Taif akapatana na Thaqif, akawaomba nusra wakamkatalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakampiga mawe mpaka miguu yake mitukufu ikajaa damu, nyayo zake tukufu Mtume sallallahu alaihi wasallam zikajaa damu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akarudi katika mji wa Makka chini ya himaya Mut'im bin Adi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kuwafuata Waarabu na wanaokuja katika misimu wa hija kabla ya Uislamu. Katika kuwafuata na kuwafanyia da'wa ndipo akapata watu kutoka Madina, watu 6. Mtume sallallahu akazungumza nao, akawaeleza kuhusu Uislamu. Wakasema haya maneno ambayo kwamba anayasema huyu ndiyo yale walikuwa Mayahudi wakitutishia wakisema kwamba kuna mtume atakuja na zama ni hizi, na sisi tutaungana na huyo mtume, tutawapiga nyinyi Waarabu, tutawatoa katika miji. Kwa hivyo mtume ndiyo huyu ambao Mayahudi walikuwa wakisema wasiwatangulie, mkubalini mtume huyu. Na wakaingia katika Uislamu, kisha wakamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, sisi tumewacha watu nyuma kule, Ausi na Khazraj hawana undugu, hawana umoja, uadui uko baina yao. Fa asa Allahu an yajma'ahum Allahu bik, huenda Mwenyezi Mungu akawakusanya akawafanya kuwa kitu kimoja kupitia kwako. Basi Mwenyezi Mungu akiwaleta pamoja, hakuna mtu mtukufu zaidi yako wewe. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtuma Mus'ab kwa tarehe ndefu, na Uislamu ukawa ni wenye kuenea katika mji wa Madina. Ikawa hakuna nyumba isipokuwa dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam imefika. Hakuna nyumba isipokuwa wanamtaja Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoletewa ripoti na Musa bin Umair ya kwamba Madina tayari na watu washakubali Uislamu na wanataka mabadiliko, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, nataka kuwaona mimi hao ambao kwamba wako tayari kunihami. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakutana nao katika Akaba ya kwanza na Akaba ya pili, jabali linaloitwa Akaba. Mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya nao mkataba, wakampa bai'a Mtume sallallahu alaihi wasallam, kiapo cha utiifu, ambacho hiki kiapo cha utiifu ndio ikajulikana ni bai'atu alharbi, bai'a ya vita, kuonyesha mkutano huu ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alikutana na watu wa Madina ni mkutano wa dharura. Alihudhuria ammi yake Mtume Abbas
ibn Abdul Muttalib. Abbas ibn Abdul Muttalib wakati huo alikuwa si Muislamu, lakini alihudhuria mkutano huu. Ukisoma katika vitabu vya sira wanasema jaa liyatawathaqa amra ibn akhi, alikuja kupata thika na uhakika wa hii kadhia ya mtoto wa nduguye ambao kwamba atatoka kutoka mji wa Makka na kwenda Madina. Na wa kwanza kuzungumza ikawa ni yeye Abbas ibn Abdul Muttalib, akiwaambia wale waliokuja. Katika riwaya sema ni watu 40, riwaya zingine sema ni watu 70, wakiwemo na wanawake. Na hawa walikutana na Mtume usiku wa manane. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia aliyelala asiamshwe na aliye mbali asingojewe. Kwa hivyo wakanyapanyapa usiku, wakakutana na Mtume katika Jabal la Aqaba usiku wa manane. Na Hamza Abbas amehudhuria katika katika mkutano kama huu, na wa kwanza kuzungumza ni Abbas akiwaambia kwamba Muhammad minna haithu qad alimtum qad mana'nahu min qaumina. Muhammad, namna unavyojua yeye ni katika sitat min al-ashira, yuko katikati ya family. Na Muhammad sisi tumemhami Banu Hashim, lakini Muhammad qad aba illa linhiyazi bikum walluhuqi bikum, lakini Muhammad amekataa, atakakuja huko Madina. Kwa ikiwa nyinyi mwaona mtamhami sawa, lakini ikiwa nyinyi hamtaweza kumhami fada'uhu min al'an fa innahu fi 'izz min qaumihi wa man'atin fi baladi, yuko katika izza ya watu wake na ana himaya mji wake. Wakamwambia tumekusikia naye Mtume sallallahu alayhi wasallam sema. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawataka wamnusuru na wamhami, akiwaambia kwamba antamnauni mimma tamnauna abnaakum wa nisaakum, mnihami kama mnavyohami wake zenu na watoto wenu. Katika mazungumzo haya mmoja katika masahaba akakatiza maneno akasema, ya Rasulullah, Mtume Mwenyezi Mungu, inna bainana wa baina rijalin hibala wa inna qati'uha, sisi na Mayahudi tuna mikataba na sisi tutaikata. Fahal asaita in adhharaka Allah an tarji ila qaumika wa tad'ana, je, Mwenyezi Mungu akikupatia ushindi na dini ikadhihiri, utarudi kwa watu wako Makka utuache sisi? Mtume sallallahu alaihi wasallam akatabasamu kisha akamwambia, bal damu damu wal hadmu al hadmu ana minkum wa antum minni uharibu man harabtum wa usalimu man salamtum, damu ni kwa damu. Mtume akatabasamu akasema, aliyevunja atavunjiwa, mtapigana na ambaye nyinyi mtampiga vita watu wa Madina, na nitampatia amani na salama yule ambaye nyinyi mtampatia salama. Katika riwaya sema Abul Haytham akamshika Mtume sallallahu alayhi wasallam mkono akaambia, ataduruna ala ma tubayiuna hadha ar-rajul, nyinyi mwajua mampabaya huyu mtu juu ya jambo gani? Ni katika nukhati al-amwali wa qatl al-ashraf, mali mtazikosa na watu wenu watukufu watauawa. Fa in kuntum tarawna annakum wafuna bima da'awtumuh wallahi fa innahu 'izzu ad-dunya wal akhirah, ikiwa nyinyi mtatekeleza haya mnamuitia, basi ni izza ya dunia na akhira. Na ikiwa nyinyi mtamkhadhilisha, basi hiyo ni khizaya katika dunia na akhira. Ikiwa mtamnusuru sawa, ikiwa mwezi mwacheni. Ikhwani fillah, haya mazungumzo yalikuwa ni mazungumzo mazito ambayo yamezungumzwa baina ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na watu wa Madina ambao walikuwa tayari kumhami Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mmoja alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba sisi ni abnaul harbi, sisi ni watoto wapiganaji vita,
na tumerithi kabiran an kabir, athnaha kabiran an kabir, la namna'annaka mimma namna uzurana, sisi tutakulinda, tutakuhifadhi kama tunavyohifadhi watoto wetu na wake zetu. Haya maneno yalikuwa ni mazito ikhwani fillah. Katika Aqaba ya pili, kisha watu wakarudi katika misafara yao, Makureishi wakasikia ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumza na watu wa Madina, na watu wa Madina wako tayari kumhami. Wakaja wakaulizia, lakini katika wale watu wa Madina, wale munafikina na wengine walikuwa hawakuhudhuria na ilikuwa ni siri, kwa hivyo hawakujua kilichopita. Sema hakuna lolote tulizungumza na Muhammad. Kisha baada ya watu wa Madina kurudi, wakapata hakika ya kwamba kweli hawa walikaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam wakazungumza mazungumzo ya kumhami akienda Madina. Ndipo hapo wakaitisha mkutano wa dharura ambao Sheikh Najdi Ibilisi naye akahudhuria, akasema ya kwamba mimi nitakuwa na rai pia, nitachangia katika mazungumzo yenu. Kwa hivyo Makureish wakakaa katika dari nadwa wakishauriana kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakijua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akienda Madina atapata nguvu na atapata izza na atakuja kuwatoa katika mji wa Makka. Kwa hivyo wakapanga njama. Mwenyezi Mungu asema, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka au yaqtuluka au yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin. Rai zilitolewa tumfungie ndani. Ibilisi akasema rai hii si rai nzuri, maneno yake yatatoka na ukutani, atawafikia watu wake. Wakasema tumuache basi atokomea atakapokwenda. Akasema huyu maneno yake yalivyo matamu atafikia watu, watamkubali, kisha atakuja kuwatoa. Mwisho Abu Jahali akatoa rai akasema, bwana, tuchukue katika kila kabila barobaro mwenye nguvu, tumpe silaha, wampige kipigo cha mtu mmoja, damu yake itagawanyika katika makabila. Hapo ndo Sheikh Najdi Iblis akasema, hadha huwa ar-ra'yu alladhi la ara ghayrahu, hii ndio rai ambayo sioni kwamba kuna rai nyingine nzuri kuliko hii. Kwa hivyo tuchukue katika sisi kila kabila barobaro, shaban jalidan wasitan fina, thumma nu'tihi sayfan sariman fayadribuhu darbata rajulin wahid fayatafarraqa damuhu fil qaba'il, wampige kipigo kimoja, damu yake itagawanyika katika makabila, kisha Banu Hashim hawatoweza kudai damu kwa sababu kila kabila imeshiriki. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, wayamkuruna wayamkuru Allah wallahu khairul makirin, wanapanga vitimbi, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa ni mwenye kuvunja vile vitimbi vyao. Kwa hiyo usiku huo Mtume sallallahu akaamrishwa ahame, atoke, na katika kitanda chake akalala Ali ibn Abi Talib, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akapita baina yao salama. Na kama tunavyofahamu tukio hili adhimu, Mtume sallallahu alaihi wasallam, Suraqa akamfuatilia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye mtu alikuwa akiangalia nyayo sana, lakini hakuweza kumfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu kila akimkaribia yule farasi wake alikizama. Mwisho Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Suraqa, rudi na mimi nakudhamini kukupa siwarai Kisra, vikuku viwili vya Kisra. Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mutarad, yafukuzwa, atafutwa, kichwa chake ni ngamia 100, lakini pamoja na hivyo yeye anathika na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Amwambia kuhusu Kisra ambao walikuwa dola kuu mbili wakati ule, Fursi na Rum, aambia mfalme wake, mimi nakudhamini kukupa vikuku vyake. Ni thika ya hali ya juu ya ahadi waadi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na nusra ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ikhwani fillah, Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa katika pango amwambia Sayyidina Abu Bakar, la tahzan inna Allaha ma'ana. Sayyidina Bakar alipokuwa na wasiwasi, angalia, asema lau mmoja wao ataangalia chini katika nyayo zake
atatuona. Mtume sallallahu alaihi wasallam anambia Sayyidina Abubakar, la tahzan inna Allaha ma'ana. Lakini hapa tupata mafunzo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alichukua asbabu zote za kibinadamu, alipita njia tofauti, akajificha katika pango, akaeka mtu ambaye atafuta nyayo zao kupitia mbuzi, akapanga mtu anayewaletea habari. Pamoja na hivyo, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na thika juu ya nusra Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ahdi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo hijra yatufundisha ya kwamba almajdu la yubna bil amani, si matarajio tu, bali yataka iman, yataka tadhhiya, yataka al-amal, yataka subra, yataka thabat. Na haki namna itakavyopigwa vita, na haki itashinda mwisho wake. Na umma lao watakuwa ni wenye kushikamana na dini yao, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawapatia izza. Lakini watakapokuwa mbali na dini yao, basi watakuwa ni wenye kupata udhaifu na watakuwa ni wenye kudhalilika. Ikhwani fillah, na kweli katika zama za Sayyidina Umar radhiallahu anhu, Sayyidina Umar alipokuwa ni khalifa na akafathi bilad al-Faris, alimvisha huyu Suraka taji la Kisra, akamvalisha juba, akamvalisha na vikuku vya Kisra. Ikhwani fillah, Mtume sallallahu alayhi wasallam hakutosheka na kufanya da'wa katika mapango akabaki katika mji wa Makka, bali Mtume sallallahu alayhi wasallam alisimamisha mujtamaa katika mji wa Madina. Na hii ndio ilikuwa hofu ya Makureish, ya kwamba Uislamu utapata nguvu katika mji wa Madina na Uislamu utapata izza katika mji wa Madina, na wao watakuja kufunguliwa miji yao. Hii ndio ilikuwa hofu ya Makureish, wakakaa mkao wa dharura. Kwa ikhwani fillah, Mtume sallallahu alayhi wasallam hakutosheka tu na kufanya da'wa kuweza kulainisha nyoyo, bali aqama mujtama'an wa dawlatan fil Madina. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasimamisha daula na mujtama wa Kiislamu katika mji wa Madina, na rahma ikawa ni yenye kuenea. Wadakhala an-nasu fi dinillahi afwaja idha jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kwa hiyo nusra ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ilipatikana na fathi ya Makka. Baada ya hapo watu wakaingia katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa haya machache atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi